Kipenzi, wewe umekaa mlangoni. Tatizo nini? Naomba ukome. Hilo jina ulioniita. Ukome, sio mpenzi wako mimi. Hapa kwangu umefuata nini? Yaani wewe kuniuliza mimi kwako nimefuata nini? Nimekuuliza kwa mara pili. Hapa kwangu umefuata nini? Naomba uondoke. Nimekufuata wewe mpenzi wangu. Eti nimekufuata wewe mpenzi wangu. Hivi una akili timamu kweli wewe? Kwani mimi ningekuwa mwenye samani kwako, Ile siku ungeniacha mbele mkeo pale? Mama. Ina maana bado na yale ya siku ile tu? Yale sushamaliza tugange ajayo. Hapana, mimi kwangu hapa umeniumiza sana katika moyo wako. Yaani kila kitu nakufanyia wewe mwanaume, Umeleshia dharau mbele ya mke wako, naomba uondoke. Sweet mpenzi wangu. Usilimwona yule mwanamke sio alivyokuja ba. Yule mwanamke ni mjamzito. Na kama unavyojua, mwanamke akiwa mjamzito ni kesi. Sasa kwa mfano pale, mngevurugana mpigane, angetufia pale, unafikiri ingekuwaje? Eti ni mjamzito, Hivi kwa mfano, nikutoe tu mfano. Leti ningekuwa mimi mwenye mimba, Mkeo hana mimba, ungenijali? Sasa ni swali gani hilo unaniuliza? Swali, maana huna jibu la kunipa. Hapana, mimi najua tu unanidanganya. Yule kwa sababu mkeo mwenye samani kuliko mimi mchepuko wako. Naomba uondoke. Sasa hapo unanifikiria tofauti. Yaani mimi nikigombana na mke wangu siwezi kuwa na stress. Ila ninapogombana na wewe huwa nachanganyikiwa, sina raha, sina amani. Hata ofisini kwangu kazi hazifanyiki. Eti sikia nikwambie, kama chumba ushanilipia. Kwa hiyo mimi na wewe mahusiano tushakata. Kwa hiyo mkataba wangu mimi na wewe kwenye biashara umeisha tangia siku ile uondoka na mke wako. Naomba utoe ngwala zako uondoke kwa mkeo. Sasa siku ile ulitaka nimfukuzeje pale? Na wewe umeona mtu ameng'ang'ania hapo hapo. Mnataka mpaka kushikana, kupigana. Hauoni hiyo ni kesi? Toka kwangu. Au nikuitia mwizi? Toka. Mwizi tena? Toka nakwambia. Wewe vipi mwanamke king'ang'anizi kama nilikuwa na wanawake wote wameisha? Toka. Mbona umefika mbali sana? Ina maana ni yale ya siku ile au kuna mengine? Utajua mwenyewe na maisha yako. Kwa hiyo toa ngwala zako uondoke. Basi sawa, acha leo mimi nikuache. Kwenda bwana. Sitakuwa ni hasira tu. Ondoka na mwangalia nani? Mimi mama kwa mzazi mpaka uning'ang'anie. Wow. Yaani bora nimekuona. Naona safari yangu imekuwa fupi. Yaani huko nilikotoka nilikuwa tayari nishataka kulipuka. Maana yaani nilichokikuta huko ni kitu cha kipumbavu sana. Hivi wewe mwanamke unaona mimi bogus Na kama unaona mimi bogus, au unachukulia unaniweza? Wewe siku ile umekuja umenifuata mpaka pale. Umeleta miisho, umeleta mambo yako kibao, umenichukua tumeondoka, nimekustai. Unaona haitoshi, umeamua tena kumfuata mwenzako kwenda kumfanyia fujo. Tena njiani. Hivi wewe mwanamke unatafuta nini kwangu wewe? Mume wangu, twende tukaongelee nyumbani. Hayo ni mambo ya familia. Ya familia? Familia gani unazungumzia wewe hapa? Mume wangu, twende nyumbani. Sasa wewe mwanamke nishagundua wewe. Wewe naona wewe unachokitafuta sasa hivi. Wewe ni talaka na hilo tumbo lako nikupe talaka, nikuandikie talaka uende kwenu. Yaani mume wangu, yeye ndo anzisha ugomvi, anitukane. Bado na wewe uje tena unitukane.
tena barabarani. Mimi nimewakosea nini? Hivi unajua nikigombana na yule kila kitu changu kinakuwa ovyo, hata mambo yangu ofisini hayaendi. Unatambua hicho kitu? Tuongelee nyumbani. Nakwambia unatambua, maana mimi laana nazozipata kule wewe huwezi kunipa sasa hivi. Au nataka nikuelekezeje wewe mwanamke? Mume wangu, tuongelee nyumbani. Yaani ili tumbo lako sasa limekuwa yani linaniharibia mpaka mambo yangu. Maanake mimi nashindwa kupata starehe zangu za muhimu. Nafika huko mtu ananiambia umemfanyia fujo. Inakuwaje kwaje? Mimi naona sasa wewe unakuelekea wewe. Nitakuja nikupige talaka na hiyo mimba hiyo. Nitakupiga talaka na hiyo mimba yako utaondoka kwenu. Si unanielewa mwanamke? Naona sasa limenifika hapa kooni. Maana nikiongea Kiswahili uelewi. Sasa hivi nitaongea kwa lugha ya vitendo. Mwanamke unapigwa uelewi. Unaelekezwa uelewi. Hivi wewe kabila gani? Mume wangu, naomba tuongelee nyumbani. Mimi siendi kuongea na wewe nyumbani. Tuongea hapa tumalize. Maana wewe unajitoaga ufahamu. Ndio nakwambia sasa, unajitoaga ufahamu na tutakuelekea huko na kuandalia nyuklia. Nitakulipua wewe. Tunakuelekea na kulipua, nakwambia. Si unanielewa? Basi mume wangu nisamee, twende nyumbani. Unataka nikwambie? Mume wangu nisamee, twende nyumbani. Wewe mwanamke una akili kabisa wewe. Wewe? Mimi sinaongea na wewe. Kona nidharau eh? Sasa wewe endelea kunidharau hivyo hivyo. Alafu uone uamuzi nitakaochukua mwisho wa siku. Umbavu wewe. Shanichanganya. Mwanzo hata nyumbani kwenye siendi sasa. Leila, tunaweza kuongea? Nakusikiliza. Leila, ugomvi wetu haujafikia huko kiasi kwamba tunaweza kupishana bila kupeana salamu kweli? Ila umefikia wapi? Leila, kwanza naomba radhi kwa yote nilokufanyia, lakini pia kumbuka mimi ni binadamu na binadamu tumeombewa makosa. Nimelijua kosa langu, nimekaa nimetafakari, maneno yako kikweli yamenichoma sana moyo wangu. Cha kwanza umeshachelewa, alafu kingine, kwa hiyo kosa mimi kuongea yale maneno, wewe ulikuwa uisi hatia kabisa? Hapana Leila, nilikuwa na hofu tu. Nilichukua maamuzi yale ya kukufukuza nyumbani kwa sababu hivi, kwa wewe unavyoona tu, mimi pamoja na hali yangu ngumu ya maisha ambayo naipitia, vipi kama ningechukuliwa kupelekwa jela? Kwa sasa hivi na miaka 20, vipi nayo miaka 30 ambayo angeweza kunigea jeshi la polisi? Si ningetoka na miaka 50 mimi. Maisha yangu angekuwaje? Ni vipi kama wazazi wako wakichukua maamuzi ya kunipeleka polisi? Wazazi wangu. Unakumbuka nilikufuata nikiwa peke yangu. Bado ulinikana mimi pamoja na hichi kiumbe. Hapo pia nilikuwa na wazazi wangu. Leila, lakini nimekwambia nimelitambua kosa langu mama. Naomba nisamehe. Kumbuka kwa kufanya kosa sio kosa, bali kosa ni kurudia kosa mama. Kwa hiyo kipindi mimi najifanya mjinga kwako na kuja na kulilialilia, haukukumbuka kabisa tulitokea wapi, si ndio? Lakini Leila, si nimeshakwambia ni hofu tu ya maisha yangu. Naomba tukae tuyajenge. Kumbuka hiyo ni damu yangu Leila. Sasa nikwambie kitu. Kama ulikuwa unafikiria huyu mtoto hatozaliwa na hatokuwa, pole. Afu kingine, kila mtu anazaliwa akiwa na riziki yake. Sawa eh? Na kama ni hayo tu ulioniatia. Leila. Nipisho. Leila.
Vipi wapi? Safi za kwako? Salama niambie. Safi nakuona mashallah, Mungu kakubariki. Hongera. Hongera. Jambo hilo unajua jambo la heri sana. Sijajua tunayopitia. Ungejua hata hongera usingenipa. Ni unaumwa au mtoto tena uko anasumbua tumbo? Mateso nayopitia mama pia. Kuhusu hii hali yangu. Mungu anajua. Mama pia napitia kipigo kwenye hii mimba. Kwa ulivyo nawiri. Ni Mungu tu ananistiri. Hapana. Sema mimi nakuona mashallah. Sijui. Niambie. Mungu anajua kunistiri, lakini aliyopo ndani. Acha tu. Mapina tembezewa kipigo mimi. Kweli. Yaani anakupiga na aliyo. Kwa nini usichukue sheria yoyote? Hauwezi kwenda kumshtaki? Ila hapana, ingekuwa ni mimi. Simama kama mwanamke. Sasa uliza napiga kwa sababu gani kwanza? Ndio nakuuliza, ni kitu gani kinachofanywa? Ni unamkosea au mimba sio ya kwake au kuna nini? Mimba ni ya kwake mama. Navyokuambia hivi, mimba ya kwake. Yaani mwanaume ananipiga kwa sababu ya mchepuko. Unaweza ukaamini hicho kitu? Hapana. Sinaje mambo ya chepuko mama, hujui hilo? Mwenzangu, yangenikuta mimi. Pangechimbi. Unasema mama pia wewe. Huyo dada mimi nimemfuatilia nikamjua. Mwanaume halali nyumbani kumbe analala kwake. Nimemfuata dada mara ya kwanza kanitukana. Sijui kamwambia nini mume wangu, alivyorudi nimetembezewa kipigo. Wewe. Mwanaume mpaka kalali ndani. Analala nje mapia. Siku hiyo namfuata nikamkuta kwa huyo mwanamke. Tena hapo nje, mahaba lele. Huwezi kuamini kama ni mume wa mtu. Amemwacha mtu wake nyumbani, mahaba lele na mchepuko. Naenda pale naongea, mchepuko ananipandia juu. Mchepuko ananitukana mbele ya mume wangu. Na wewe ukabaki tu? Sasa ningefanyaje? Hapana, mimi nisingeweza. Na nisingeweza kuvumilia. Kwanza huyo msichana mwenyewe unamjua vizuri. Namjua. Sura ile upande wa pili kule, yule sweetie. Kale. Kale katoto ni hatari. Kale ka sweetie? Kwanza mtaa mzima unamzungumzia, tabia zake ni mbovu, ni chafu. Mapi. Dada na mdomo yule. Sema wewe naye umezidi sana upole, ndio maana unaonewa. Yaani wewe sikufichi. Wewe ni shoga yangu, ni ndugu yangu, lakini hapana, mimi hapana, haijanikuta. Ila ingelikuwa ni mimi. Ila usijali. Nitamuonyesha cha moto. Tena niachie hiyo kazi, ni ndogo sana kwangu. Naye changamkaga siku moja. Hivi unakuwa hivyo kweli? Ninaenda kuwa na amani, usio na mahuzuniko. Sasa unavyokuwa mtoto apendi. Karibu tena siku nyingine shughuli yangu. Haya, ngoja mimi niende. Ngoja niende kwenye moto wangu. Hamna kawaida, ile usijali. Wewe unaongea mapi? Nawe yapitia. Amka pole maana. Mwenzangu. Karibu. Hata sikutoi sana shughuli yangu, maana nina kazi za kufanya pata. Nikwambia toka. Kila siku ninakwambia nionyeshe huyo alokupa mimba, unanipeleka kwa watu feki. Shika. Hivi mtoto kwa nini unielewi? Toka nenda kwa huyo mwanaume alokujaza hiyo mimba. Manake kila siku ninakwambia unitafutie huyo mwanaume alokujaza hayo mimba. Sasa nakwambiaje? Kuanzia leo hii leo unaosema, usiende kwa ndugu wa baba yako wala kwa ndugu wa kwangu mimi. Nenda kwa mwanaume aliokupa mimba. Yaani Leila mwanangu, unionee huruma. Mama yako ninavyotabika mboga kichwani asubuhi na mchana. Baba yako yupo huko anakula tu starehe zake na hao malaya wake. Mwanangu, mbona unanifanyia hivi? Kosa langu nini mwanangu Leila? Kosa kukuzaa wewe au kosa langu mimi nini hapo?
Lakini mama. Lakini nini? Lakini nini? Sasa sichokielewa hapo. Nini wakati mimi kila siku nakwambia ndio yule, sema tu mwenyewe ndo anakataa. Sasa sielewi mimi uelewi wewe. Sasa mbona anakataa kama ndo yule mwanangu Leila? Nimekupeleka shule ukasome. Sio kaniletea hizo mimba. Mimi nina shida ya watoto mpaka niletee mimba. Leila mwanangu, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Nenda kwa huyo mwanaume wako. Kuanzia leo hapa tusijuane. Nimechoka kubebeshwa mizigo sio kwa yangu. Lakini mama nini? Lakini mama, kumbuka tu mimi ni mwanao. Kuwa basi hata na roho ya huruma. Eti mama, kumbuka tu mimi mwanao. Kuwa na roho ya huruma. Huruma kuniletea mimi mzigo? Ndio huruma. Sasa kama utanifukuza mimi nitaenda wapi? Sijui. Nenda, mimi sikutaki. Hapa kwangu usikanyage. Uone kama kituo cha polisi Leila. Sijui umenielewa? Ondoka. Sina muda wa kubishana na wewe. Mama, lakini mimi sikukusudia. Ukukusudia nini? Ulivyokuwa unafanya, ukujua madhara yake? Au usikii kwenye vyombo vya habari mimba za utotoni? Na uliona wapi mapenzi yanachanganyishwa na shule? Uliona wapi mwanangu? Sasa mimi nakwambiaje? Wewe nenda. Mimi sikutaki leo mpaka kesho kiyama. Kuanzia leo mimi sio mama yako. Usinijue. Nenda mwanangu, nenda. Tena na viatu vyako nimesahau. Subiri nitakutumia na viatu. Leila, nimekwambia sitaki kukuona. Sitaki kukuona. Nenda kwa yule mwanaume alokujaza mimba. Mimi sikutaki, kwa nini unienda Leila? Mungu, mimi nimemkosea nini mimi? Jamani. Mama. Hivi we dada, unajidai bingwa kuchukua mabwana za watu? Kwanza kwa kitu gani ulichokuwa nacho? Kipi ulichokuwa nacho haswa? Aisee. Kwanza mtu mwenyewe mbaya umekoma. Huyo bwana sijui kakupendea nini? We dada, ishi hapo hapo. Unavokuja ndio nakupokea. Kuja kwa step. Umesikia wewe? Kwanza nakuona kama mpumbavu. Yaani mimi napita kule unanisimamisha kwa vitu vya upumbavu. Eti kwa nini unachukua bwana za watu? Wewe inakuhusu nini? Inakuma nini? Kwanza nataka nikuulize. Wewe unaniuliza kama nani? Utajua kama nani. Nilivyoanza sijakwambia nimeanza. Hayo ni machache tu kwanza. Ila yaani wewe sasa wewe pipili ya shamba ambayo haikuashi wewe inakuasha kitu gani hapa? Sasa endelea kuleta kamdomo. Yule ni mpole. Usifikiri mimi ni mpole kama yule. Umemchukua bwana wake yule, hujanichukua bwana wangu mimi. Hujui mwanaume anavyouma, ile utabaki kuwa mchepuko tu. Sikiliza nikwambie shoga yangu, nikutaarifu. Yaani bwanake ni mtamu, yaani mume wa mtu ni mtamu shoga yangu. Upo? Na ule mpole kakutumia chawa. Kwa hiyo yule ni bosi wako. Sema amekulipa shilingi ngapi na mimi nikulipe. Upo? Kitu gani ulichokuwa nacho dada? Kwa kuchukua kwa nini usitafie bwanako? Alafu isitoshe yule ni mume wake. Mume ni mume, atabaki kuwa mume. Umeelewa? Wewe ni kibaraka tu. Hivi huwezi kujijua kwamba wewe ni kibaraka? Mtu gani wewe kwanza? Kikarago sio mwanaume mwenyewe, yule mwanaume yenyewe hana akili tu. Yaani kwa kuja kuchukua mwanamke kama wewe? Hapana. Sikia nikwambie, sio mwanaume yule tu, hata mume wako ninaweza kutembea naye na hauwezi kunifanya kitu chochote kile. Upo? Najaribu. Jaribu uchukue mume wangu, nitakuonyesha cha mtema kunde. Utanifanya nini bwana? Acha kunitishia. Mwenyewe na uwezo kutishia na wewe uweze kunifanya kitu chochote. Na bwanako na uwezo kutembea naye na utanifanya chochote kile. Anza sasa. Eti? Yeah. Sasa nipe wiki hii. Bwanako namweka hapa kwenye kiganja. Sasa tuone kama utampata. Mimi hiyo wiki ni mbali. Nakupa siku hizi, wiki ni mbali, siku 2. Testi uone. Sasa utanifanya nini? Hizo ngonjera tu. Yaani hizo ngonjera na maneno ya usda. Au utanifanya kitu chochote. Hichi mdomo chako hichi nitakionyesha. Fanya nione. Yaani kuloga mimi mwenyewe naweza. Kupigana mimi mwenyewe kwenye ugomvi highlight ndio napenda. Maneno.
yamejaa tele mdomoni. Na ni kweli una maneno mengi sana, ila wewe jaribu kwangu uone. Nitakuonyesha cha mtima. Nigusa hata ule mwanaume sana wewe dada. Kama ule mwanaume nashia naye yule, haja kunipiga hapa. Tangu nizalie sijakupigwa zaidi ya wazazi wangu. Hapa nimekutishia kukupiga, ila ipo siku nitakupiga kweli. Nasubiri siku nipige. Nasubiri kwa hamu ndio utajua moto wangu ukoje. Si umechochea moto, uje kuuzima. Mpumbavu mkubwa wewe. Una lolote. Kwenda bwana, sio mbaya kama ni bibi. Muangalie na kofia yake kama muuza uyoga. Ndio umezeeka hilo. Sisi watoto 2000 utaweza kutufanya kitu chochote? Nitakuonyesha. Kwenda huko.